Katika eneo la Laikipia Kaskazini, elimu imegeuka kuwa mapambano ya kila siku dhidi ya hali ya hewa, njaa, kutelekezwa na ukosefu wa usalama. Katika shule ya chekechea ya Namunyak, miti imekuwa madarasa, vitabu ni vya ardhini na usalama wao si wenye uhakika. Watoto wenye ari ya kupata elimu wanalazimika kuvumilia hali ngumu ya hewa, huku wazazi wakihofia usalama wao. Mwanahabari wetu Sharon Nkonge anatupa taswira kamili ya shule hiyo. Upepo mkali unavuma ghafla katika shule ya chekechea ya Namunyak. Vumbi linapaa hewani likimlazimu mwalimu kukimbia kutoka chini ya mti alipokuwa akifundisha. Vitabu na makaratasi yanarushwa na kusambaa kote shuleni, huku wanafunzi wakijisitiri kwa kufunika nyuso zao na kushikilia vitabu vyao vichache, upepo na jua vikiteka kabisa nafasi ya darasa. Watoto ni wengi hapa. Niko na watoto 66, lakini wengi wako nyumbani kwa sababu ya class. Kwa sababu sina darasa. Wazazi wao wanasema watoto wanagonjeka juu ya upepo, wanagonjeka masho juu ya vumbi. Sasa wako nyumbani, wamejaa kijijini. Wanafunzi hapa wanasoma chini ya miti. Hakuna darasa, hakuna madawati wala vitabu vya masomo. Watoto hukaa chini kwenye ardhi kavu wakiandika kwenye vumbi kwa kutumia vijiti kama zana zao pekee za kujifunzia. Darasa hatuna. Viti. Sasa hata kama hatuna darasa, ni viti tuko nazo hatuna. Sasa sisi ni kujikakamua tu kukaa kwa hii kifuli. Hii kifuli tumekaa miaka 3 years. Na bado tunakaa tu kwa hii kifuli. Watoto wanaandika chini, hawana vitabu, hawana blackboard. Walimu hawalipwi. Hii ni kijiji tu, wanashikana wanawapea hiyo kitu kidogo kidogo ili waweze kujisaidia kwa familia zao. Mwalimu hutumia kijiti kuchora herufi na nambari ardhini. Hakuna vyoo, jambo linalowalazimu wanafunzi kutumia vichaka vilivyo karibu. Kitu kama toilet, hakuna mahali tunaweza sema hata watoto wanaweza jisaidia. Wanajisaidia wakichakani. Hatuna darasa. Mwalimu ni mwanadada. Na ukijaribu kuangalia ladies wanapitia changamoto mingi sana, si mtu wa kukimbia na kwenda kujisaidia msituni. Licha ya changamoto hizo, watoto hawa bado hurudi shuleni wakiwa na matumaini, wakitamani kujifunza, wakishikilia ahadi kwamba elimu siku moja itabadilisha maisha yao. Mimi naomba badala kutuletewa maharagwe na mahindi, si afadhali tuletewe darasa? Kadri upepo unavyoendelea kuvuma na vumbi kujaa hewani, mustakabali wa Namunyak unaendelea kuwa shakani. Wakazi sasa wanaomba serikali na wafadhili kuingilia kati kabla kizazi kizima hakijaachwa nyuma. Sharon Nkonge, Runinga Citizen, kaunti ya Laikipia.